siku zote nafundisha kwamba Wasabato sio Wakristo. Sasa wao wanaanza kwenda kuweka sijui ibada ya mnyama, sijui ibada ya nini. Vinahusiana nini? Kwamba ukidai siku ya Jumapili kwamba hiyo siku ya mapumzika ni alama ya mnyama, atokee Msabato mmoja aje aniambie. Na ikitokea hivyo, mtu hataruhusiwa kuuza wala kununua isipokuwa uwe na chapa ya huyo mnyama. Kuna Wasabato masalia, kuna Wasabato matengenezo na Wasabato wa Pentekoste. Wasabato masalia ndio wenye mtazamo huu, na baadhi ya Wasabato matengenezo, na ndio hao waliwahi kwenda kukaa uwanja wa ndege Dar es Salaam. Lakini mimi ninachotaka kukisema na ambacho ningependa watazamaji wetu waweze kukijua, ndio Usabato ni dhehebu. Ndio. Sasa kwa sisi wa Agano Jipya tunashindwa kujua ni dhehebu kutoka kwenye dini ya Kiyahudi au dhehebu kutoka kwenye imani ya Kikristo. Ndio. Kwa sababu ukiwakagua, yani hebu tuache ule tu ushabiki wa kwamba tu yeyote anayesoma Biblia basi ni mfuasi wa Yesu Ndio. Lakini yani ukiachana na hicho, ukisema wa cultivate na uende deep ndani yao, unaona kwenye Uyahudi hawako, yani kwenye dini ya Kiyahudi hawako, wala kwenye imani katika Yesu Kristo kote hawako. Kwa hiyo wapo katikati hapo wanahang. Okay. Sasa hili ni moja ambalo watu wanatakiwa wajue. Nimeyasema hayo nikimaanisha kwamba tunajua Wayahudi wanaabudu Jumamosi. Na ni kweli kabisa walikuwa wanafanya hivyo au na hata wakiwa wanafanya hivyo hata leo. Kwa sababu Torati ndio iliwataka wafanye hivyo. Yes. Kwa hiyo sihitaji kukurejea sana maneno hapa. Kwa mfano ukisoma ile Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11 panaposema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Anayeambiwa hapo haambiwi mtu wa mataifa. Anaambiwa Myahudi, tena aliyekuwa utumwani Misri. Ndiyo. Kwa nini anaambiwa ikumbuke? Katika Kutoka sura 16 mstari wa 23 Musa anawaambia watu kesho ni Sabato. Kwa hiyo okeni chakula, manake kesho hakitakuwepo cha kwenda kuokota. Kwa hiyo tayari unaona inasemwa habari ya kwamba kesho ni Sabato. Kutoka 16:23. Ndio maana kwenye Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka wa 11 anaposema ikumbuke siku ya Sabato, anaambiwa huyu Myahudi aliyekuwa utumwani Misri, huyu Mwisraeli aliyekuwa utumwani Misri ili aweze kupumzika. Ukija katika Agano Jipya unaona hicho kitu hamna. Kwa sababu Wakristo hasa watu wa mataifa wao hawakuwahi kuwa watumwa katika nchi ya Misri, ambayo ndio ile kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa 14 mpaka wa 15 kwamba nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, ndio maana Bwana Mungu alikupa Sabato. Kwa hiyo kwa Waisraeli Sabato ilitolewa kwa sababu walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Sasa swali linakuja, je, kuna mtu yeyote nje ya Waisraeli aliyewahi kuwa mtumwa katika nchi ya Misri? Jibu ni kwamba hapana. Kwa hiyo wakati mwingine tunapoongea vitu hivi, mtu mwingine anaweza kafikiri kwamba pengine mtu unaongea una chuki na watu, lakini kumbe tu ni tafsiri mbaya ya maandiko. Nirudi kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya baada ya Yesu kufufuka, mitume wa Yesu hawakuwahi kuwa wa Sabato, kwa sababu hata hao waliokuwa wa Sabato zamani, hapa tunaongelea kina Petro, wale mitume wa Yesu, mpaka baadaye kina Paulo, hao wote walikuwa wa Sabato. Lakini tunaona baadaye wamekuwa Wakristo, na walipokuwa wa Sabato kweli kabisa walikuwa wanaitunza siku ya saba kama siku ya ibada, kwa sababu ndio ya Wayahudi. Lakini tulipoingia katika kipindi cha Agano Jipya, hawakuendelea tena kushikilia zile siku za Wayahudi, ndio maana wakaichukua siku ya kwanza. Na waliipata wapi? Siku ya kwanza ambayo ndio inaitwa Jumapili, ambayo ndio Yesu alifufuka. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndio alianzisha hii siku ya Jumapili. Kitabu kile cha Luka sura 24 mstari ule ukisoma wa 30 mpaka wa 34, pale Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma, afu ameenda kumega mkate. Amemega mkate. Kwa hiyo ibada ya misa takatifu, ibada sakramenti takatifu Yesu alianzisha siku ile ya Jumapili alipofufuka.
na baadaye mitume wameendelea nayo. Na ukisoma hata kwenye baraza la mitume lililokaa kule Yerusalemu, walipokuwa wanajadili habari za mambo yaliyokuwa yanayotokea watu wa mataifa, ambapo baadhi ya Wayahudi walikuwa wanasema ili watu wa mataifa waokoke lazima washike sheria za Wayahudi. Ndio wale mitume, kikao hicho kiliongozwa na mtume Yakobo kule Yerusalemu kwenye Matendo sura 15, wakasema hapana, watu wa mataifa wanapaswa kujiepusha na ibada ya sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Hayo ndio yaliyosemwa. Kwa hiyo kiasi cha kwamba kama sabato ingekuwa muhimu, bila shaka mitume wa Yesu asingeacha kusema, na hawakusema wala hawakulisema habari swala la watu wa mataifa kuishika sabato, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wameshaachana na sabato. Hiyo ndio ilivyo katika Agano Jipya. Kwa hiyo tukiendelea katika kipindi cha Agano Jipya kuendelea kutaka kuyashika yale ya Agano la Kale, tutakuwa tunajipoteza, kwa sababu kitabu cha Waebrania ile sura ya 8 ukisoma mstari wa 12 mpaka wa 13, mstari wa 12 Biblia inasema nitawasamehe dhambi zao zote. Mstari wa 13 anasema kwa kule kusema kuukuu, yani hapa anaongelea habari ya maagano. Tuna Agano la Kale na Agano Jipya. Anasema kwa kule kusema kuukuu, anamaanisha kitu kilicho kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Kwa hiyo kilichotoweka ni Agano la Kale, kwa sababu sasa tumepata Agano Jipya, na Yesu ndiye mjumbe wa Agano Jipya. Ukisoma kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 24. Sasa kama Yesu ndiye mjumbe wa Agano Jipya, hatuwezi tena sisi tukarudi kwenye yale mambo ya zamani ambayo maandiko yameyaita ni kivuli. Yaani yale mambo yote yakiwemo mpaka ya sabato kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 17 imeita ni kivuli, bali mwili, yani uhalisia ni Kristo. Sasa kama Kristo amekuja, kwa nini tena tubaki kwenye kivuli? Hapo ndio hoja za kiimani na za kithiolojia zinapojitokeza baina ya wafuasi wa imani ya kisabato leo na wale wafuasi wa Yesu Kristo ambao ni wa Kristo leo. Mgogoro ndio uko hapo, kwamba kwa nini tuko kwenye Agano Jipya alafu wewe unataka kuleta mambo ya Agano ya Kale uhame nayo kuyaleta kwenye Agano Jipya. Kama yangekuwa muhimu, mbona Yesu hakuyafanya? Kama yangekuwa muhimu, mbona mitume wake hawakuyafanya? Na ndugu mtangazaji, kwa neema ya Mungu, ni baada ya kusoma maandiko nimewahoji sana wasabato wengi. Ndio. Nimewahoji kwamba mnalo andiko kwamba baada ya Yesu kufufuka yeye mwenyewe au mitume wake waliendelea kuitunza sabato. Naomba nikueleza kabisa, na mnaonisikiliza, na najua hata rafiki zangu wa sabato mpo mnanisikiliza, hakuna aliyeweza kutoa majibu hayo. Sana sana wengine wameishia kunitukana. Sasa sijui kama kinitukana ndio umetoa majibu. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, tatizo ndio liko hapo. Kwa wasabato hawajulikani ni dhehebu lililoko kwenye Wayahudi, kwa sababu wanashindwa kuitimiza sabato yote, maana hawaiwezi Torati. Yaani mtu wa mataifa kuishika Torati ni ngumu sana, huwezi. Labda mwalimu, kabla tujaenda sana, wakati hujui dhehebu la sabato limetoka kama kwa Wayahudi au kwa Kristo, wala huwaoni kote, haya madhehebu mengine yametoka kwa nani? Kwa mfano tukisema RC au tukisema Catholic, wao wametoka wapi? Anglikana, Lutheran, kwa sababu yote ni madhehebu. Wao Kristo anawajua. Kwa sababu tunaweza tukasema ndio labda hawa sabato hawaeleki wapo kwa Kristo. Wao wenyewe wanasema wapo kwa Kristo na wanafuata yale aliyokuwa anaagiza Yesu Kristo. Haya mengine yanatoka wapi kama sio ni pamoja na labda wao haya mengine ndio yametoka kwa hao wa sabato? Hapana. Yaani haya mengine yametokana na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ambaye alikuwa na mitume wake. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 kinasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa mitume walifanya nini kuhusiana na hiki unachokisema? Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 ukisoma ndani ya Biblia kinasema hawa walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume na ushirika na kumega mkate na kusali. Sasa kwa sababu ni Matendo ya Mitume sura ya 2, ukianza mstari wa kwanza unaongelea habari ya siku ya Pentecost. Sasa siku ya Pentecost ni siku ya Jumapili, sio siku ya Jumamosi. Kwa hiyo manake sasa unaongea habari ya haya madhehebu, umesema Roman Catholic na wengine. Yaani badala ya kutaja majina ya madhehebu sema hivi, wale wote wanaoitukuza siku ya Bwana. Maana Jumapili inaitwa siku ya Bwana.
kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10. Yohana anaposema nalikuwa katika roho siku ya Bwana, anaikusudia siku ya Jumapili. Kwa hiyo manake madhehebu yote ya Kikristo, kwa sababu kumbuka kanisa la Yesu Kristo ni moja, ila madhehebu yako mbalimbali. Sasa haya madhehebu yote ukiona yanaitukuza siku ya kwanza, wanafanya ibada kama ndio ibada kuu siku ya kwanza ya juma, ujue hawa ndio wafuasi wa Yesu Kristo. Manake wamefuata kile alichofanya Yesu Kristo na ambacho na mitume wake walifanya, ambacho sasa kwa Wasabato wao hawana. Wao wanaendelea kushika ya Wayahudi. Kwa hiyo kwa Wasabato maana yake Yesu hajafufuka bado. Lakini kwa Wakristo maana yake wanatangaza Yesu amefufuka, kwa sababu Yesu alifufuka Jumapili, yani siku ya kwanza ya juma. Na hata kabla hajaenda kuteswa ndo alisema kwamba mwana wa Adamu anakwenda kuteswa na siku ya tatu atafufuka. Sasa hiyo siku ya tatu aliyokuwa anaisema, alikuwa anaisema siku ya Jumapili ambayo ndio siku ya kwanza ya juma. Sawa, tufanye hivyo ni sawa, lakini tukiangalia Yesu mwenyewe kabla ya hiyo kufa kwenda pale kabrini. Kumbuka hata kupumzika tu kabrini alipumzika, hiyo ndo kwa mujibu wa hiyo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, alipumzika siku ya 7 kaburini. Kwamba aliteswa siku 6, ile siku ya 7 alipumzika akiwa kabrini, siku ya kwanza akafufuka. Tukiangalia huku nyuma Yesu mwenyewe alikuwa anaingia katika masinagogi siku hiyo ya 7. Maana yake baadaye sasa kuna kitu kama kilikuja kubadilishwa. Hatuna uhakika sasa, labda wewe unavyosema alisema atafufuka siku ya 3. Hakusema tuitumie hiyo ndio iwe siku ya kuabudu. Sina uhakika kama alisema. Wakati tunaitumia siku ya hiyo siku ya kwanza ya juma kama siku ya kuabudu, hatuoni Yesu yeye kama alisema mtumie. Isipokuwa tunaona kuna matukio fulani ambayo yalitukia Yesu akiwemo, labda hiyo kuwatokea wanafunzi wake, haya siku ya Pentekoste ambazo tunaona ni siku ambazo zilijitokeza Yesu akishirikishwa kama ndio siku ya kwanza ambayo ndio kama Jumapili. Lakini siku zote za ibada ambazo tukiangalia nyuma yake kabla ya hapo, tunaona ilikuwa ni Sabato. Hata hiyo tu kanisa sijui hata sisi tulikuja kuitoa wapi, kwa sababu mwenyewe alikuwa anaingia kwenye masinagogi na mahekalu. Asante sana. Ndio maana nikakuambia hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 unasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kusali ni ibada. Okay. Hao mitume wameipata wapi hii siku ya kwanza? Wameipata kwa sababu ndio Yesu aliyowafundisha baada ya kufufuka. Okay. Ndio maana mara nyingi mimi nikiongea na Wasabato, mimi sina shida na Wasabato au sina shida kuhoji lolote, na wala hutanisikia kuhoji habari ya Sabato kabla ya Yesu kusurubiwa. Kwa sababu najua ni kweli, na nimekuwa hata mimi nafundisha kwamba Wayahudi wote kabla ya Yesu kufufuka wote walikuwa Wasabato. Wote. Kwa sababu kwao Sabato ni sheria iliyotoka kwenye Torati. Lakini shida inakuja hivi, baada ya Yesu kufufuka, na kwa sababu kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 16 inasema, basi mtu asiwahukumu ninyi kwa habari ya vinywaji au vyakula au mwandamo wa mwezi au sikukuu au Sabato, kwa maana mambo hayo yote ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Sasa kwa hiyo Sabato kibiblia, ukiwa kwenye Agano Jipya, Sabato inabaki ni kivuli. Kwa mujibu wa hii Wakolosai 2, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 18 mpaka wa 16. Sabato inabaki kuwa kivuli, sio halisi. Halisi ni Yesu. Na ndio maana hata baadhi ya Wasabato wengine huwa wanashangaana wao kwa wao. Yaani kwamba inakuwaje basi? Inakuwaje wanaitukuza Sabato kuliko kumtukuza Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato? Umeiona tofauti hiyo? Kwa hiyo hii siku ya kwanza ya juma kwa maana ya Jumapili yenyewe inajitokeza zaidi katika Agano Jipya kwa sababu Yesu aliitumia hiyo, lakini pia mitume wa Yesu wameitumia. Hata ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 20 mstari wa 7 inasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akahutubu akikusudia kusafiri kesho yake. Sasa Paulo huyu zamani alikuwa Msabato, lakini ameachana na usabato, sasa ni Mkristo na anamega mkate siku ya Jumapili.
Na wafuasi wa Biblia wanajua kabisa kwamba ilikuwa kule Troa. Huu ulikuwa ni mwaka wa karibu ni mwaka wa 50 baada ya Kristo. Tayari Wakristo wanakusanyika siku ya kwanza ya juma, wanamega mkate. Sasa swali, je, wa Sabato kwenye siku ya Sabato Jumamosi wanamega mkate? Jibu ni kwamba hapana. Kwa nini ingekuwa ngumu? Ukisoma katika Yohana sura ya 6, ukisoma mstari wa 51 mpaka wa 52, unaona Yesu akiwa ndani ya sinagogi akawa anawaambia watu, yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hataishi. Mstari wa 51 anasema jambo hili likaleta shida sana kwa Wasabato. Yaani wanaulizana, kwa hiyo sisi tule mwili wake? Sasa kama tu kabla hajasulubiwa kwenye sinagogi alipojaribu kuambia juu ya jambo hilo kukatokea kutokuelewana, ungetegemea baada ya Yesu kufufuka wakamege mkate? Na naomba nikukumbushe kitu kimoja, huenda watu wengi hawajui. Tunapoongelea habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu kwa kuhusisha Ukristo na Usabato. Hivi najua Wasabato pamoja na kusoma kwao kote maandiko huwa wasomagi Isaya 53. Hiyo inasemaje hiyo mpaka wanaikwepa? Inaongelea nini au inasemaje? Isaya 53 ni habari za kusulubiwa Yesu, za unabii. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata kumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajua isikitiko, na ambaye watu walimdharau. Alafu anasema bali alichubuliwa kwa makosa yetu, alipigwa kwa sababu ya adhabu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa maneno haya, kwa sababu Wayahudi ndio waliofanya hicho kitendo, hawasomagi Isaya 53. Kwa sababu wanaposoma maana yake inawachoma moyoni kwamba sisi ndio tuliofanya hivi. Ndio maana kila wakati nimekuwa najiuliza, inakuwaje Msabato kwenye Agano Jipya, tena mtu wa mataifa, anakwenda kuungana na Wayahudi ambao walifanya kitu ambacho wao waliona wanakitenda kitu fulani kibaya kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo uliposema kwamba je, watu wa Jumapili sasa hawaigi mambo kutoka kwa watu wa Sabato? Hapana. Yaani siku ya Jumapili imeboresha zaidi mambo ya kiroho na ya kimungu kiunabii kuliko ilivyokuwa katika Agano la Kale kwenye Sabato. Okay, tukiangalia Sabato kama dhehebu, yani misingi yake ni kanisa ambalo huwa linafuata sana vitu vya kinabii, kwamba vitu vingi vinavyotumia sasa hivi Wasabato wenyewe ni moja watu ambao wanakuwa wanatabiri, na sio tu kwamba wao wanatabiri, wao wanafuata ile Biblia. Kwa mfano ukisoma Danieli, manabii hawa, vitu fulani ambavyo vilikuwa vinatakiwa vitimie vinatimia. Ukimfuata Yesu akisema yeye watakuja Wakristo wa uongo ambao watakuja kubadilisha mafundisho yake, inawezekana hata hii Jumapili hatuna uhakika wao wanavyodai ni kwamba ilibadilishwa ni katika kubadilisha majira. Hii Jumapili imeletwa kwa ajili ya kubadilishwa, ni kwamba ilishatabiriwa na sasa hivi ndio inatimia. Wao huwa wanalipoint kabisa kanisa, kwa mfano la Roman Catholic, wanasema wao hasa ndio wanao engineer haya mabadiliko yote. Tuone ile imani ya Mungu ya Kristo ndio yenyewe, lakini hapana, hii tunayoifuata ni wao wanasema moja kwa moja kwamba hiyo ni shetani. Tunamuasi Mungu kwa makusudi, yani kuikata hiyo Sabato, kusali Jumapili, kufanya nini. Kuna vitu vingi inafanya kwamba sisi tunafuata nani ya mnyama. Kwamba ule utabiri uliokuwa unatokea unatimia. Na moja ya kitu ambacho walitabiri ni hii kuhusiana na hii Sunday Law, kwamba hii siku ya Jumapili walitabiri wao itakuja kutokea. Ellen G. White alitabiri kwamba itakuja kutokea, itakuwa sheria na watu wote watafuata. Mmoja wa watu ambao nilikuwa naona itakuwa ni ngumu sana kufuata ni Waislamu, lakini nilihakikishiwa na Msabato mmoja kwamba hao watakuwa ni rahisi kwao kufuata, kwa sababu wao hawafuati sana siku, ila watu ambao watakuwa wagumu ni hao wa Sabato, na hiki kitu tunaona kama ni kweli kinaenda kutokea. Asante sana kwa swali lako zuri na la ufahamu. Shida moja ya rafiki zetu wa Sabato ni hivi, tuwe tunasema ukweli. Shida moja ni hivi, ndio kila wanaposema kanisa Katoliki ndio waliobadilisha siku kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, ndio, huu ni uongo.
Aliyebadilisha siku kutoka Jumamosi kwenda Jumapili ni Yesu. Okay. Sio kanisa la Katoliki. Kwa nini nasema maneno hayo? Kwa nini nakwambia kwamba hawa ndugu ufahamu wao wakati mwingine unakuwa ni mdogo? Hivi wakati Yesu anafufuka ile siku ya tatu, kanisa Katoliki lilikuwepo? Halikuwepo. Mitume wa Yesu mpaka wanaenda ile mpaka kwa sababu mtume Paulo amekufa mwaka 69. Tuchukulie mpaka mtume wa mwisho wa Yesu Yohana, ambaye tunaongelea habari ya miaka 100. Kanisa Katoliki wakati lipo? Sina uhakika. Halikuwepo. Kwa hiyo unaongea habari ya siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu aliibadilisha ndani ya siku tatu kwenye kile kipindi chake cha kusulubiwa. Amesulubiwa Ijumaa, yani kwa siku zetu leo, amesulubiwa Ijumaa, Jumamosi yuko kaburini, Jumapili kaanzisha kitu kipya. Na hiyo ilikuwa karne ya kwanza. Sasa unaendaje kwenda kusema habari ya kanisa Katoliki, unaenda kuongea habari ya mambo ya karne ya tatu huko? Wakati hapa ninakuambia kina mtume Paulo wanasema tumekusanyika siku ya kwanza ya juma kule Troa, Matendo 27, ilikuwa Jumapili. Na hiyo ni mwaka 50 baada ya Kristo. Sasa kanisa Katoliki hapo linaingia wapi? Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, kila wakati wamekuwa wanatoa habari za unabii. Ndiyo. Hakuna mtu asiyejua kwamba unabii kwa Wasabato limekuwa tatizo kubwa sana. Na kama kuna jambo ambalo limewagombanisha wanaoitwa Wasabato na Wakristo wa madhehebu mengine, ni hizo habari za kudai kwamba sijui kuna unabii. Nitoe mfano. Wao mara ya kwanza walikuwa wanamfuata, yani hawa ambao leo ni viongozi wa Wasabato, ukimwachia William Miller, lakini uende kwa James White aliyekuwa mume wa Ellen White, uende kwa Ellen White mwenyewe, uende kwa Joseph Bates. Hawa wote kabla ya kuwa Wasabato walikuwa Wakristo wa Jumapili. Okay. Walikuwa Wakristo wa Jumapili. Kwa hiyo huyu William Miller, yeye alikuwa anasoma kitabu cha Daniel ile sura ya 8 mstari wa 14, ambao ulikuwa unaongelea habari ya unabii wa zile siku 2300. Sasa akazipigia mahesabu, akaona eti mwisho ungefika, mwisho wa dunia ingekuwa mwaka 1844. Wakatangaza hivyo na alipata wafuasi, kwa sababu kumbuka hata unabii wa uongo una wafuasi. Kwa akapata wafuasi wengi. Ikafika mwaka 1844. Yesu hakuja, ilikuwa tarehe walitangaza hiyo. Yesu hakuja. Sasa huyu William Miller yeye akawa amejiondoa, maana yake hakuwa msabato, hakujiunga na usabato. Kwa akabaki hivyo hivyo. Wakaja hawa sasa viongozi wa kisabato akiwemo na Ellen G. White. Ndio waliokuja kusema hapana, William Miller alikosea kuhesabu siku. Ni kwamba huo mwaka 1844 Yesu ndio alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu mbinguni. Umeona uongo tena unavyoendelea. Kwa hiyo yani tangu Yesu alipofufuka ile siku ya Jumapili karne ya kwanza, ule mwaka wa 33. Kwa hiyo Yesu alikuwa anazunguka humu hewani, alikuwa bado hata hajaingia patakatifu pa patakatifu mpaka mwaka 1844. Huu ni mzaha kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kile kitendo cha dunia kutokuisha mwaka 1844 mpaka leo kinaitwa the great disappointment. Yani vunjiko kuu ambalo baadhi ya wengine waliachana na movement hiyo. Ndipo wengine wakageuza wasema hapa tumekosea. Sasa ndio narudi kujibu swali lako. Je, unabii wa kweli wa Mungu unatakiwa ukosee? Hapana. Jibu ni kwamba hapana. Kama kweli Mungu ndio amesema na wewe,
Kitabu cha Petro kinasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walianena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20. Sasa kama walitangaza kwamba Yesu angerudi, kwa hiyo walitabiri unabii wa Danieli kwa akili zao, alafu leo waje kwanza kuwalaumu watu ambao walijua kabisa kwamba unabii ule hausemi ukweli kwa tafsiri zao, alafu uje umlaumu mtu huyo. Umeongelea habari ya the Sunday law, na kweli tena kweli, hivi majuzi hapa nimetoa klipu inayohusiana na ufafanuzi wa Sunday law. Kuna wasabato wanafundishana hivyo hivyo kwamba hii Sunday law, yani sheria ya Jumapili italetwa tena, inaitwa ya lazima, italetwa eti kwamba itakapopitishwa sheria ya watu wote kuabudu Jumapili, kwa hiyo na Waislamu wote watatakiwa waache siku zao wakaabudu Jumapili, kitu ambacho sio kweli. Kama ingekuwa hivyo, sasa nisaidie kukufungua akili. Kama ingekuwa hivyo, kuna kitu sasa hivi watu wanakiita new one world order. New world order. New one world order, ambao makao yake yako hapa Abu Dhabi, makao yake makuu yako nchi za Uarabuni. Pale wamejenga majengo haya matatu, na yote yako karibu karibu. Lipo jengo la ambalo wao wameliita kwamba litakuwa la Wayahudi, alafu lipo jengo ambalo wao wamesema litakuwa la Wakristo, na lipo jengo ambalo wao wamesema litakuwa la msikiti. Na mimi nimewahi kuhoji pia, kwa sababu katika hayo majengo matatu, lile wanalosema jengo la kanisa halina msalaba. Okay. Wakati msalaba ndio alama ya Wakristo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Sasa kama hawa watasema kwamba watalazimisha kwamba watu wote waabudu siku moja, kwa hiyo utaziamuru nchi zote za Kiislamu na Waislamu karibu bilioni 2 wote waende kuabudu Jumapili. Yaani unakuwa mtu ambaye huelewi. Badala yake wangesema hivi kwamba hiyo new one world order, yani huo utaratibu wa kuwa na mfumo mmoja, huo mfumo watauingiza katika hizi imani, lakini kila imani ikiwa peke yake, kwa sababu ina siku yake. Kwa mfano, Wayahudi wana Sabato, wana Jumamosi, si ndio? Ndio. Wakristo tuna Jumapili. Waislamu wana Ijumaa. Qur'ani sura 62 aya 9 na ya 10 inasema, enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya ibada siku ya Ijumaa, acheni biashara zenu, nendeni kumtaja Mwenyezi Mungu msikitini, na ikiisha sala rudini kufanya shughuli zenu. Sasa kwa hiyo Waislamu wataiasi Qur'ani yao kwamba wasiende msikitini siku ya Ijumaa, waende siku ya Jumapili. Ndio maana nasemaga maneno kama hayo ni ya unabii wa uongo. Mimi nafikiri kwamba je, hiyo huo mfumo wa utawala mmoja, athari zake zitakuwa zipi kwa hawa watu wa imani? Na sio imani ya Kisabato tu, maana sasa ni imani zote. Lakini mtu wanaji exclude, yani kana kwamba wao ndio peke yao. Sio kweli. Kwa hiyo kama wataendelea kutoa madai ya namna hiyo, mimi hapa naongelea wale wasabato wasiokuwa na ufahamu sawa sawa. Na mara nyingi mimi nimewaambia, kama kuna msabato ambaye anakuwa na mtazamo kama huu wa kutokuelewa vizuri unabii na mpaka kusababisha matatizo ambayo tayari yalikwisha kutokea katika usabato wenyewe, ni vizuri waite mahali tujadiliane. Ni vizuri waite mahali tujadiliane. Hata kwenye klipu yangu ile niliyotoa kwenye ile channel yangu ya Bainat DMTV kuhusu unabii wa uongo wa sheria ya Jumapili, nimeitisha mimi. Nimesema kama mnaona tunachoongea na yote tuliofafanua na sheria hatuongei sawa sawa, andaeni mdahalo wa wazi. Lakini kwamba hii, kwa hiyo nimalizie hapa sasa. Nimalizie hapa kwamba wanapoongea habari ya sheria ya Jumapili, tena wanasema ibada ya lazima, wakati ibada tayari ilishakuwepo toka huko nyuma. Hakuna cha lazima.
isipokuwa tu wanaweza akalazimishwa sasa hao kwamba sasa nyinyi tena msiabudu Jumapili. Yani tena yani wawe wanaonewa kwa kunyimwa kama vile ilivyokuwa wakati wa tawala zile za Rumi wakati wa kina Mfalme Nero. Hiyo Sunday law. Siku ya amri ya Jumapili inahusu nini kama sio kwamba kuja kuwalazimisha watu wa madhehebu yote waabudu siku moja? Yani siwe siku moja ya kuabudu. Hapo unasema tena ipo na sasa hivi inaenda kutimia kama utabiri walivyotabiri, na tena hapo tunasema haitakuwa ya lazima, lakini tena ni ya lazima. Okay. Iko hivi. Ulazima yani wao ndio wanasema ibada ya lazima wao. Ndio. Lakini kwetu sisi tunaifahamu hiyo sheria ni hivi, kule Ulaya waajiri hawaheshimu imani za watu. Okay. Yani kama wewe umeajiriwa wanataka ufanye kazi mpaka Jumapili. Ndio. Kisa tu kwa sababu ya ile haraka na mtindo wa maisha wa Ulaya. Sasa hawa ambao ni Wakristo ambao wanatamani wapate angalau nafasi ya kuabudu, ambao wameshindwa hata kupewa nafasi moja ya kupumzika, wakae hata na familia zao, maana inaonekana kila wakati wako kazini, hao ndio wanaoidai. Sasa kwa Wakristo wao wanadai katika mawanda mawili. Kwanza iwe siku ya kupumzika, lakini ndani ya kupumzika wapate na muda wa kufanya ibada. Si umesikia Ulaya kwamba wanasema Ukristo unakufa? Ndio. Kinachosababisha kwamba Ukristo unakufa sio kwamba watu hawapendi imani. Kinachosababisha unakufa ni mtindo wa maisha, kwamba unawabana watu, wanashindwa hata nafasi ya kwenda kupractice imani yao. Na ndio haya madai sasa ambayo wanayaleta na hayo maandamano kwamba jamani, enough is enough. Hebu tunaomba ile sheria irejewe tena ili na sisi tuweze kupewa nafasi ya kupumzika. Kwa mfano, katika harakati hizo za kudai, jimbo moja la Illinois kule Marekani limepitisha sheria. Ile sheria inaitwa the Odrisa. Odrisa ni kifupi cha neno One Day Rest in 7 Act. Ilipitishwa mwaka jana tu tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023, ambayo inasema kila mwajiri lazima hakikishe ametoa saa 24 kwa mwajiriwa wake ya kupumzika. Sasa majimbo mengine bado hiyo sheria haijapitishwa, ndio hii wanaoendelea kuidai. Okay. Hicho ndicho kilichopo. Na kwa hapa Tanzania, nitolee mfano kwa hapa Tanzania. Kuna msabato mmoja ndio alikuwa anaitwa sio alikuwa, maana sidhani kama aliacha usabato. Anaitwa Gratian Mkoba. Gratian Mkoba aliwahi kuwa rais wa chama cha walimu. Sasa kuna kipindi walikuwa anamwambia afundishe mpaka Ijumaa jioni, ambayo wasabato wengi huwa wanaanzaga kujiandaa na sabato Ijumaa jioni alafu kumalizia na Jumamosi jioni. Sasa yeye akaenda mahakamani kwenda kushtaki, kudai hiyo haki, kwamba mbona mwajiri wangu serikali ananinyima. Okay. Fuatilia mahakamani. Hiyo ni rufaa namba 56 ya 2001 iliyotolewa uamuzi wake mwaka 2003. Kwa hiyo Mahakama Kuu ya Tanzania ilimpa haki ya kwamba wewe serikali yani kwa maana mwajiri wako alipaswa aheshimu imani yako. Kwa sababu ulipokuwa unaajiriwa anajua kabisa kwamba wewe ni msabato. Na kama ni msabato mna taratibu zenu kama wasabato na siku yenu ya ibada. Okay. Kwa hiyo sasa ikionekana mwajiri haheshimu hilo, hapana, alikunyima haki. Kwa hiyo akapewa. Yupo hapa Tanzania, na kama yupo mnaweza kwenda kumtafuta au akajitokeza akathibitisha hili. Sasa the same ndio mambo kama hayo ambayo hawa Wakristo walioko Marekani ambao wanaona waajiri wanawanyima haki yao ya kupumzika kiasi cha kwamba wanakosa hata muda wa kuabudu, ndio wanaamua kwenda kuidai. Wanalishinikiza bunge kwamba sheria hiyo irejeshwe ili waajiri watupe muda. Mpaka leo Marekani wanalalamika. Zamani Marekani kwenye hela yao ilikuwa imeandika in God we trust. Yes. Lakini ile neno in God we trust, yani inaonekana wanatamani liondoke kwa sababu mambo mengi sana ya kimungu Marekani imeyaondoa. Sasa
Sasa katika kuyaondoa hiyo nchi, yani haiheshimu sasa hata imani za watu, wakati inaitwa ni nchi ya kidemokrasia. Ndio maana hawa Wakristo wanasema hapana, kama kweli Marekani ni nchi ya kidemokrasia, kwa nini msiheshimu demokrasia ya imani yetu sisi? Freedom of conscience, ile uhuru wa dhamiri. Mimi nimeamua ni Mkristo, nitafuata nimeamua nitafanya ibada siku ya Jumapili, siku ya Bwana. Kwa nini we mwajiri unaninyima? Ndicho anachokidai, na ndio msingi wa haya madai ya kupumzika Jumapili, ambayo sasa baadhi ya Wasabato kwa sababu ya kutokujua, kumbuka hawajui kwa sababu sio Wakristo. Wangekuwa Wakristo wangekuwa wanajua. Siku zote nimesema, hata kwenye channel yangu ukienda, siku zote nafundisha kwamba Wasabato sio Wakristo. Sasa huo ndio msingi wa hayo madai. Sasa wao wanaanza kwenda kuweka sijui ibada ya mnyama, sijui ibada ya nini. Vinahusiana nini? Lakini litabiriwa hivyo. Wapi ilipotabiriwa hivyo? Kwamba ukidai siku ya Jumapili kwamba hiyo siku ya mapumzika ni alama ya mnyama. Atokee Msabato mmoja aje niambie wapi paliposema hivyo. Kwenye mnyama paliposema, paliambiwa kwamba kuna watu hawatauza wala kununua isipokuwa wawe na chapa ya mnyama huo, wawe na chapa ya huyo mnyama. Ni Ufunuo 13 kuanzia mstari wa pale wa 16 mpaka wa 18, na kwamba hapo, na ikitokea hivyo mtu hataruhusiwa kuuza wala kununua isipokuwa uwe na chapa ya huyo mnyama. Sasa hawa wanaodai kwenda kupumzika Jumapili wanaenda kuuza nini? Ndio maana nikasema akitokea Msabato anaenda kuleta maneno ya namna hiyo, ujue ufahamu wake ni mdogo. Mimi najua kuna Wasabato wengine wazuri tu, wenye ufahamu mzuri tu. Kumbuka hata katika Usabato kuna madhehebu, kuna mgawanyiko, kuna madhehebu kwenye dini ya Kisabato. Kuna Wasabato masalia, kuna Wasabato matengenezo na Wasabato wa Pentekosti. Wasabato masalia ndio wenye mtazamo huu, na baadhi ya Wasabato matengenezo, na ndio hao waliwahi kwenda kukaa uwanja wa ndege Dar es Salaam kule, kasema wanaenda kuhubiri neno. Eti wanataka kuenda kuhubiri neno la Mungu Ulaya bila passport wala visa. Baadaye serikali kaingilia na kuwafukuza, wakakimbilia kujificha misituni kule, huku hata wamewaficha watoto wao wasisome shule. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vya kijinga tu. Mimi naomba Mungu aweze kutuepusha. Yaani sisi kuwa Wakristo sio manake tuwe wajinga. Kuwa Mkristo, Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana 5:20, nasi tuajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili. Na Biblia inasema itumieni akili yenu kwa jinsi ipasavyo. Kwa hiyo unapoongea habari ya unabii, ukisema ni unabii, unaongea habari ya unabii, unaongea kitu kingine, alafu unaenda kuivisha kitu kingine. Lazima upate matokeo mengine yasiyopatana na unabii. Kama vile ambavyo walitangaza kwamba Yesu angerudi mwaka 1848 haikutokea. Wanabaki wanajifariji tu kwamba eti ndio muda Yesu aliyokuwa anaingia patakatifu pa patakatifu. Kitu ambacho Yesu aliingia patakatifu pa patakatifu immediately ile siku aliyofufuka. Ukisoma ile Yohana 20:17, alipotoka tu kaburini, kuna mama alitaka kumshika Yesu. Alafu Yesu akasema usinishike, sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda ukawaambie ndugu zangu, napaa kwenda kwa Baba yenu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kwa hiyo alitakiwa yule mama akawaambie wanafunzi wa Yesu kwamba Yesu amekwisha paa kwenda kwa Baba yake. Alikwenda kufanya nini? Alikwenda patakatifu pa patakatifu kwenda kuonesha kwamba sasa wanadamu wanapata haki, wanaweza kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu yake Yesu. Damu yenyewe ni hii hapa. Ndio maana akasema usinishike. Lakini siku ya 8 okay, iko hivi. Yesu aliposema usinishike, si alipaa? Akarudi siku ile ile. Aliporudi, ukisoma Luka 24 ule mstari wa 13, akaongozana na watu waliokuwa nakwenda kijiji cha Emau. Ndio anaitwa kina Kleopa. Siku hiyo hiyo ya Jumapili. Yaani maana kilikuwa kitendo cha chap. Amefika mbinguni alafu chap amerudi duniani. Ndio ilipofika siku ya 8, ukisoma kitabu cha Yohana sura 20 ule mstari wa 26 mpaka 28, inasema na baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwemo ndani ya nyumba wamejifungia na Tomaso pamoja nao. Alafu Yesu akajitokeza. Ndio akamwambia Tomaso, njoo, hebu shika hapa mikono yangu. Kwa nini mara ya kwanza alimwambia yule mwanamke usinishike? Kwa sababu alikuwa amefufuka katika mwili wa utukufu, ambao huo ndio unaotakiwa kuingia kule mbinguni. Yule mama lingeweza kumtokea lisilokuwa sawa sawa.
lakini baada ya kwenda mbinguni ameshaingia patakatifu pa patakatifu na kuwakilisha kile kinachotakiwa, kwa maana damu yake sasa ya agano ambayo ndio inayoendelea kututakasa mpaka leo, na ndio maana hatutakiwi kutoa tena sadaka. Aliporudi siku ya 8 anamwambia Tomaso, sasa nishike. Tomaso kweli akamgusa, na mpaka Tomaso akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu alimjibuje? Wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasiona wakasadiki, ambao ndio sisi, na mimi nimo kwenye kundi hilo. Na najua na watazamaji wetu wengi wale wanaomfuata Yesu kisawasawa wamo kwenye kundi hilo la kumwamini. Kwa hiyo unapoongea habari ya unabii, sio tu kwa mfano mimi sio tu niambie tu kwamba huyu ni nabii. Je, amesema sawasawa na neno la Mungu? Kama ingekuwa kweli sawasawa na neno la Mungu, kwa nini ule unabii waliokuwa wamekaa kile kikundi, mbona ulikosewa wa zile siku 2300 kwenye Danieli 8:14? Kwa hiyo naomba kwenye eneo hilo, kwa kweli huwa mimi simumunyi maneno, kwa sababu mimi napenda kusimamia neno la Mungu linavyosema, na hivyo ndivyo inavyokuja sasa mpaka kwenye Jumapili. Ndio maana wanafikiri sasa, papa kageuza. Nani kasema? Mimi kila siku huwa nawaambia Wasabato, ninao rafiki zangu wa Sabato, nawaambia hivi, kama kuna mtu ambaye kwa kweli angekuwa na chuki kubwa na Wakatoliki na papa, basi angekuwa Martin Luther. Martin Luther ambaye ndio wafuasi wake leo wanaitwa Waruteli, kwa sababu huyo ndio alikuwa anagusana moja kwa moja na upapa. Okay. Sasa unakwendaje wewe wa karne ya 19 ukaanza kumchukia papa, alafu namchukia kwenye unabii wa uongo? Hicho sio sawa sawa. Na nimalize kwa kusema hivi, mimi ninavyo vitabu ambavyo Ellen G. White, huyu mmoja wa viongozi wa Kisabato, anamsifu Martin Luther. Martin Luther huyu alianzisha ili vuguvugu la matengenezo ya kanisa, anamsifu kwamba alisimamia misingi ya kanisa kwa neno. Lakini kumbuka, Ellen G. White anasema maneno hayo wakati anajua Martin Luther hakuwahi kuabudu siku ya Sabato. Mpaka Martin Luther anakufa alikuwa anaitunza siku ya Jumapili, ambayo baadaye wafuasi wake ndio akaanzisha kanisa la Lutheran na kujiita Waruteli. Sasa kama kiongozi wao alimsifu kiongozi wa Jumapili kwamba alisimamia misingi sawasawa ile mwaka 1517, kwamba alisimamia misingi ya kanisa sawasawa dhidi ya upapa, tena akiwa anaabudu Jumapili, nini kimetokea leo mpaka wafuasi wa huyu Ellen G. White waanze kusema maneno kinyume? Kwa hiyo hapa ni kutokuelewa. Sawa, wakati tunamalizia ningependa tumalizie na ile hapa. Tukiangalia katika hii ya Sunday Law ambayo ndo tunasema imekuja na ndo inakuja kutimia, ni kama inaenda kweli kutimia. Sio kutimia, yani tayari ilishakuwepo na tayari tumeona. Si nimekupa mfano wa jimbo la Illinois. Okay. Sawa. Kwa nini labda basi sasa ni Sunday Law ambayo tukiangalia hapo ina malalamiko kwamba tayari watu wanalalamikia ilipitishwa na Konstantino, japokuwa tayari unasema ilianzishwa na Yesu, sawa. Ina malalamiko hayo kwamba tayari hiyo ndio inafanyika ni ibada ya mnyama, lakini tena hiyo ndio inatakiwa iwe ya siku zote. Kwa nini basi singekuwa kama ni kupumzika? Kwa nini basi singekuwa Jumamosi au Ijumaa? Kwa nini imechaguliwa Jumapili ambayo tayari inalalamikiwa? Na hapo nataka unijibu labda yenyewe ilianza lini, na huko mwanzo wao walikuwa wanataka hiyo Sunday Law, walikuwa wanataka nini? Na sasa kwa nini imekaa muda mrefu sasa hivi tena imeanza upya? Asante. Swala la Sunday Law siwi nisemeje, najua hapa tunaongea kwa kifupi sawa, lakini naomba kupitia channel hii tafadhali hebu tembelea YouTube channel yangu. Ndio. Inaitwa Bayinat DMTV. Yani BAYINAT DMTV. Sawa. Subscribe hapo. Nimefundisha hili somo kwa kirefu. Hapa naenda kutoa tu kwa ufupi. Sawa. Haya. Iko hivi. Tuanze na Mfalme Konstantino. Ndio. Mfalme Konstantino hakuwa Mkristo. Okay. Yeye alipokuja kuwa mtawala, baadaye akaamua kuwa Mkristo. Ingawa ilikuwa mwisho wa utawala wake. Ndio. Akawa anauliza viongozi wa Ukristo, nyinyi mnakusanyika siku gani?
wakamwambia tunakusanyika siku ya Jumapili. Ndio akawaambia mbona sisi hatuwaoni? Ndio akamwambia hamtuoni kwa sababu tunajificha. Kwa nini mnajificha? Ndio wale Wakristo wakamwambia hata wewe unajua kitu ambacho kimekuwa kinatutokea, kwamba tawala zenu wanatuua. Kwa mfano kuna mtawala mmoja anaitwa mtawala mmoja alimuua Papa Fabian tarehe 20 Januari mwaka 250 baada ya Kristo, kwa kosa tu la kwamba kwa nini anafanya ibada Jumapili. Okay. Sasa ulipofika utawala wake ndipo akaona kumbe hawa watu wa Jumapili tayari wapo, isipokuwa wanafanya ibada kwa kujificha kwa sababu tawala za Rumi zinawatesa. Ndipo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 Mfalme Konstantino akapitisha decree ambayo ilisema hivi: majaji wote na wafanyabiashara wote wapumzike. Sasa yeye alisema siku ya jua, alisema wapumzike. Alisema ila wale ambao wataona kabisa kwamba wanataka kwenda mashambani kwao, ikitokea kwamba ni nyakati za kupanda zimefika, hao waende. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321. Sasa mwaka 321 si ni karne ya 4 hiyo? Ndio. Mfalme Konstantino anatoa amri ambayo inaruhusu Wakristo wawe huru sasa kuabudu kwa uwazi, sio kama kwa kificho kama kule nyuma. Huo ndio msingi wake ulikoanzia. Kwa sababu ya zile tawala kutaka kuwanyima haki yao ya kuabudu. Sasa Mfalme Konstantino aliposema majaji wote na wafanya biashara, maana yake ukumbuka sheria nyingi hata tulizonazo Tanzania huku zimenukuliwa kutoka kwenye sheria za Rumi. Ndiyo. Ndio maana hata Warumi wana mahakama, hata kwenye kanisa Katoliki kuna mahakama ya kanisa Katoliki. Sasa ikaonekana kwamba hawa majaji waliokuwa majaji kwenye tawala hizo ambao walitamani kuachana hata na ibada ya kuabudu jua ili wakamwabudu Yesu, lakini walikuwa wanashindwa kwa sababu ya maagizo kutokana na sheria za Rumi. Sasa Mfalme Konstantino akazipitisha ili kuwaruhusu hata hao majaji ambao wangependa kumwamini Yesu lakini tawala zile zilikuwa zinawatesa waweze kuabudu kwa uhuru sasa. Sasa kuna watu wanageuza hiyo, ndio wanasema ni Mfalme Konstantino ndio aliyesema waabudu Jumapili. Ukiona mtu anakuambia hivi ujue kwanza hajui historia, elimu yake ndogo, wala elimu ya Biblia haijui, wala historia ya kanisa haijui. Hivyo ndivyo ilivyokuwa ndugu yangu. Sawa, sasa ile sante hilo mwanzo ilikuwa inahusu nini? Ile manake ile ambayo unasema mwanzo ililetwa. Sasa hivi ikawa kama imepotezwa alafu sio imepotezwa. Ilikuwa hivi. Yaani kwa mfano kipindi cha tuje karne ya 19. Ndio. Karne ya 19 kulitokea mapinduzi makubwa ya viwanda kule Ulaya. Ndio. Ambavyo vilihitaji wafanyakazi wengi. Sasa hawa wafanyakazi wengi kwa Ulaya kwa hicho kipindi na miaka hiyo waliokuwa jamii kubwa walikuwa Wakristo. Ndio. Kwa hiyo mapinduzi ya viwanda yameanza, uzalishaji unakuwa mkubwa, biashara zinatakiwa ziwe kubwa, kwa hiyo zinahitaji nguvu kazi kubwa, lakini hiyo nguvu kazi ni wale ambao siku yao ya ibada na ya kupumzika ni Jumapili, ambao sasa waajiri wameendelea kuipuuza. Sasa walipoona kwamba mbona mambo yanazidi kubana wakati sheria za kazi za kimataifa zinasema ni lazima umpe mwajiriwa wako siku moja ya kupumzika. Sasa mbona hawa hawafanyi? Sasa kwa sababu wao wanaidai hiyo sheria wapate kupumzika lakini pia na kuabudu. Ndio wanadai. Kwa sababu kama ni Wasabato si wanajua kwamba wanayo siku ya Jumamosi? Ndio. Sasa ambao si wa Wasabato wanaidai ya Jumapili ili wapate nafasi ya kuabudu. Sasa wala ambao sio Wasabato wala sio Wakristo kama imetolewa Jumapili manake na wao watapumzika. Okay. Kwa hiyo haki yao ya kupumzika wamepewa, lakini wanapumzika nyumbani kama vile Mfalme Konstantino alivyosema wapumzike, lakini wale ambao wataona kwamba siku hiyo waitumie kwenda kupanda mazao waende. Ndio maana hoja inayokuja unaposema ya lazima
hiyo lazima ni kwa nani? Lazima ni kwamba ulazima wa mapumziko. Hiyo ndio maana yake. Wakati tunaendelea kuwalalamikia Warumi unabii, kuna kitabu kimeandikwa na Paulo, Salamu kwa Warumi. Ndio. Akwambia salamu kwenu Warumi. Ndio. Anasema kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa kote duniani. Imani gani aliyokuwa anaisema hapa Paulo? Na Paulo tukiangalia hapa hakuwa yeye ni Myahudi. Hapa anakuja kuambia Paulo alikuwa Myahudi kindakindaki. Okay. Paulo alikuwa Myahudi. Soma kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Anasema mimi ni Myahudi. Tena kutoka ukoo wa Benjamini. Kwa habari ya kuishika Torati mimi ni Farisayo. Na alitairiwa siku ya 8. Okay. Endelea na swali lako. Anasema salamu kwenu Warumi, imani yenu inahubiriwa duniani kote. Anaposema imani ya Warumi inahubiriwa duniani kote, sio hii ambayo tunailalamikia sasa hivi. Inawezekana tulikuja kubadilishiwa hapo kimtindo. Kwa sababu kumbuka, mpaka mtume Paulo anaandika hivyo, aliyetangulia kwenda Rumi alikuwa Petro. Okay. Na ndio maana Petro aliuawa huko Rumi, na ndio hilo kanisa wanaliita la Mtakatifu Petro. Okay. Aliuawa huko Rumi na kufa huko. Kwa hiyo tayari Petro alishapanda mbegu. Hiyo imani ya Warumi inayozungumzwa hapo ni ipi? Kwamba imani yenu nyinyi inahubiriwa dunia. Anamaanisha ni ile ambayo Petro alienda kuihubiri kule. Kwa sababu ukumbuka kipindi hicho Israeli kwa Wayahudi bado kuna msuguano. Ndio. Baina ya wale washika sabato na hawa wafuasi wa Yesu. Ukisoma Yohana sura ya 9 mstari wa 21 na 22, Wayahudi walikubaliana kwamba yeyote atakayemkiri Yesu kwamba ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndio maana utaona hata mitume wa Yesu nao wengi walitawanyika kwa ajili ya mambo hayo. Kwa hiyo Petro alienda Rumi na akaanza kuhubiri kule. Ndio hayo sasa unayonukuu mtume Paulo sasa anaposema kwamba imani yenu, imani ipi? Ya kumwamini Yesu, ambayo inahubiriwa zaidi na Petro, ambayo ilitangulia kuhubiriwa na Petro alipokuja huko Rumi mpaka akafa huko. Hiyo imani ndio inahubiriwa. Okay. Kwa hiyo wakati Paulo anawaua wale wanafunzi wa Yesu, alikuwa anawaua, maana yake alikuwa anaua akiwa ni Myahudi, sio kwa sababu ni Mrumi. Alikuwa Myahudi na alikuwa hatumwi na Warumi. Hapana, yeye alikuwa anatumwa. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 kwa wasomaji wa Biblia, si anasema alipewa barua na viongozi wa sinagogi. Sasa Warumi wana sinagogi? Okay. Jibu ni kwamba hapana. Tena mwenyewe anasema nalilitesa kanisa la Mungu. Ukisoma ile Galatia 1:11 mpaka 13. Anasema nyinyi wenyewe mnajua mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nalilitesa kanisa la Mungu. Mpaka baadaye ndio akaja kuokolewa. Umeona? Okay. Na ukisoma katika Warumi sura 16 mstari wa 7, unaona Petro anasema nisalimieni Androniko na Yunia ambao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Kwa hiyo Paulo akiwa Myahudi tena akiwa Farisayo alikuwa anawaua wafuasi wa Yesu Kristo kwa sababu alikuwa msabato. Hiyo ndio sababu. Okay, labda kwa kumaliza tunaweza tukasemaje hasa juu ya unabii, juu ya wenzetu wa Sabato? Kama sasa hivi umesema uelewi sasa kama ni wadhehebu la Wayahudi au ni Wakristo, yani hawaelewi kiwapo hapo katikati. Okay, ninachotaka kusema ni hivi. Biblia imeongea habari za unabii. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20. Nasi tuna lile neno la unabii, tena lililo imara. Tena anamalizia anasema, mkijua kwanza kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa sababu unabii haukuletwa mahali popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unabii wowote utakaosemwa kwamba umetolewa kuhusiana na mambo ya kimungu, lazima msingi wake utokane na maandiko, ili utakapotimia watu waseme naam, ndivyo ilivyo. Sasa hapa wewe najua umeuliza hivyo kwa sababu kama Wasabato katika kikundi chao kile, kwa sababu kumbuka Usabato umeanzishwa tarehe 21 mwezi Mei 1863.
lakini tukio la kutangaza kuja Yesu, ule unabii uliokosewa, lilikuwa la mwaka 1844. Sasa badala ya kikundi kile kujitokeza hadharani na kutuomba msamaha kwamba jamani tulikosea, wao wanaendelea kuongeza uongo. Sasa ndio maana nasema kwamba kumbe unabii unasema nini? Unabii unasema, tena ni maneno ya Yesu, hamjui siku wala saa, kesheni. Lakini wao wakajifanya wanaijua siku na saa kwa kutoa unabii wa uongo kwa Danieli 8:14, mpaka wakajikuta wamekosea na sasa wanalipa gharama. Mimi niwaombe, tuombeni msamaha. Mmelikosea neno la Mungu na mmetukosea sisi watu tuliowasikiliza. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwa msabato yote anayenisikiliza, naomba aombe msamaha kwa Mungu kwamba alipokea unabii ambao hauendi sawasawa na neno la Mungu, lakini pia amwombe Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayefunua karama za unabii ili awaonyeshe na kuwatia kwenye kweli yote, sio kama haya wanayofanya sasa. Kama unapenda uchambuzi kama huu wa matukio ya dunia, hakikisha una subscribe channel ya Mtazamo wa Dunia. Kama unapenda uchambuzi kama huu wa matukio ya dunia, hakikisha una subscribe channel ya Mtazamo wa Dunia.